kama waziri wa kilimo kwa kipindi chote nikiwa naibu waziri nayeshughulikia masuala ya ushirika wakati huo, lakini nikiwa waziri mwenye dhamana ya kilimo. Namshukuru kwa dhati kwa support ambayo amekuwa akinipa mimi na kusaidia sekta ya ushirika kuweza kusimama na kuweza kufikia hapa ilipofika. Namshukuru sana. Na siku ya tarehe 28, Mheshimiwa Mwenyekiti, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kwamba lazima Tanzania tuwe na benki ya ushirika. Tarehe 28 mwezi huu Mheshimiwa Rais atazindua benki ya ushirika Tanzania ambayo inaanza na mtaji wa bilioni 55 na itakuwa na matawi 4 ambayo yatakuwa mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Tabora na makao makuu Dodoma. Na tayari benki hiyo imeshaanza pale ambapo lilikuwa jengo la ushirika. Mpaka kufika mwisho wa mwaka huu tunaamini kwamba benki hii itakuwa na matawi 8 na mawakala 36. Lakini vile vile vyama vyote vikuu vya ushirika, Mheshimiwa Mwenyekiti, vitakuwa ni mawakala wa benki ya ushirika ambao watafanya kazi ya kufungua akaunti za wakulima, lakini vile vile deposit na withdraw. Na lakini benki hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, itakuwa ina dirisha maalum la guarantee scheme na equity fund kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wakulima na waweze kuwekeza kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo nataka niseme, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Namshukuru kwa dhati kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukawa na ilani, unaweza ukawa na mipango, lakini pale ambapo kunakuwa hakuna political will kwenye ofisi kuu ya nchi, mambo mengi yanakuwa hayawezi kutokea. Namshukuru Mheshimiwa Rais. Mwaka 2021 ndani ya bunge hili, wakati anahutubia bunge hili, Mheshimiwa Rais, ukuaji wa sekta yetu ya kilimo ulikuwa 2.7%. Bajeti ya kilimo ilikuwa bilioni 290. Mwaka 24-25 ukuaji wa sekta umefika 4.2 na bajeti imefika trilioni 1.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi tunavyoongea, export ya mauzo ya nje ya sekta ya kilimo, na ninapozungumzia kilimo sizungumzii kilimo kwa mapana, nazungumzia kilimo mazao, mwaka 2021 ilikuwa ni wastani wa dola bilioni 1.2. Mwaka jana tumefika dola bilioni 3.5 mauzo ya nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati Mheshimiwa Rais anahutubia bunge hili, eneo la umwagiliaji ambalo limekuwa ni jambo ambalo leo ni kubwa sana, na mimi waheshimiwa wabunge ninawaelewa sana matarajio tulionayo. Hatuwezi kukaa tunalalamikia mabadiliko ya tabia nchi wakati Mwenyezi Mungu anatupatia maji tunashindwa kuyavuna. Bajeti ilikuwa ni bilioni 55. Leo bajeti yetu ni bilioni 400. Lakini tunatekeleza miradi 780 ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Leo hii mtandao wetu umetoka hekta 560 umefika hekta 970. Lengo la ilani ni hekta milioni 1.2. Tumefanya upembuzi yakinifu wa mabwawa 100. Kati ya haya 100, mabwawa 27 tayari yana wakandarasi. Na kati ya haya 27, mabwawa 10 yako zaidi ya 80%. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi ni hatua ambazo serikali hii imechukua. Serikali hii kwenye ukanda wa Afrika Mashariki ndiyo inaongoza kuendesha skimu ya ruzuku kwa wakulima kuliko serikali yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia karibu bilioni 300 kwa ajili ya wakulima wa mazao ya kawaida, kwa maana ya mazao 13 ya chakula ambayo yanatufuatia food security. Nini matokeo yake? 21-22 uzalishaji wetu wa mahindi ulikuwa tani milioni 6. Msimu uliopita tumefika tani milioni 12. Tumekuwa ni nchi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa mahindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tunazalisha wastani wa tani milioni 1,200,000 mpaka milioni 1,600,000 ya mchele. Sasa tuko tani milioni 3,500,000 ya mchele. Sisi ndio exporter tunaongoza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hii imelia sana kuhusu mazao yanayoitwa ya biashara, kwa maana ya korosho, pamba, tumbaku, kahawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunavyoongea, sisi kama nchi, mwaka jana kwenye zao la korosho
kwa wastani kwa kipindi cha miaka mitatu serikali hii imetoa ruzuku ya zaidi ya bilioni 400 kwenye zao la korosho peke yake. Kwa kipindi cha miaka mitatu tumetoka wastani wa tani 1,180,000, leo tumefika tani 520,000 msimu uliopita wa zao la korosho. Wastani wa bei ya mkulima kwa mara ya kwanza tumefika kuuza zaidi ya shilingi 4,200. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mfumo wa TMX vyama vyetu vya ushirika vimekusanya mazao na kuyauza kwa kupitia mfumo wa stakabadhi ya ghala na ushirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii Tanzania sisi tulikuwa kwenye kundi linaloitwa others kwenye uzalishaji wa tumbaku. Yaani wanatajwa wa kwanza, wa pili, wa 10, tumewekwa kwenye kundi la wengineo. Leo hii Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa zao la tumbaku. Na mauzo yetu ya tumbaku yamefika zaidi ya dola milioni 400. Mheshimiwa Mwenyekiti, zaidi ya dola milioni 400. Serikali hii inagawa ruzuku ya mbolea kwa wakulima wa kahawa, lakini miche bure. Kwa mwaka tunagawa zaidi ya miche milioni 22 kwa wakulima wa kahawa bure, na ndani ya bunge humu wamo waheshimiwa wabunge ambao ni wakulima wa kahawa. Bei ya kahawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa Kagera ilikuwa inanunuliwa kwa shilingi 700 mpaka shilingi 1,100. Msimu uliopita kahawa imefika zaidi ya shilingi 5,000 kwa wakulima katika mikoa ya Kagera. Tumbaku, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima walikuwa wanapata, kulikuwa kuna madaraja 65 na kuna daraja linaitwa reject kwenye nchi hii. Yaani mkulima atalima, atavuna, alafu inaitwa reject, inatupwa. Leo reject hakuna kwenye tumbaku. Leo mkulima aliyekuwa anapata $0.5 kwa kilo, leo wastani, msimu umeisha juzi Serengeti, bei ya wastani ni $2.5 kwa wakulima wa nani. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo moja ambalo nitaka nilisemee kidogo. Kwa nini tunatoa ruzuku? Huu umekuwa mjadala na taasisi za kimataifa zingine zinatuonyesha sisi kwetu ruzuku kwa wakulima ni wastage of resources. Sio sahihi. Ruzuku kwa wakulima ni njia mojawapo ya stabilization, kupunguza gharama ya uzalishaji. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo serikali inatoa ruzuku kujenga daraja, kutoa fedha kwenye kodi kujenga barabara, ni sawasawa na kumsaidia, ni sehemu ya facilitation kwenye shughuli za uzalishaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa imesemwa kuhusu jana amesema Mheshimiwa Rehema, kwa nini tunasainisha fomu? Na niwaombe wakulima wa tumbaku, ninajua kilio chenu cha ruzuku yenu. Serikali imeshatoa bilioni 13. Tunachokifanya ni kwenda kujiridhisha huyu Hussein Mohamed Bashe wa Uliankulu, hii akaunti ni ya kwake, asaini mwenyewe kwamba hii akaunti ni ya kwake. Sasa mnataka tuzipeleke hizi fedha za wananchi bure, mitaani bure. La mwisho niongelee wakulima wa miwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na wakilio kwa wakulima na nimeshaongea na ndugu yangu waziri wa fedha. Bunge hili halijapitisha sheria ya kuwataka wakulima wa nchi hii wawe na EFD receipt na EFD mashine. Hatukupitisha humu. Haya sio maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, sio maelekezo ya chama kilichoko madarakani. Tunachotakiwa, vyombo vyetu vya ukusanyaji wa kodi viende vikakusanye kodi kwenye eneo la formalization, ambako tumewataka traders wawe na business license. Anayenunua mazao lazima awe na TIN na atatoa risiti ya EFD. Sio mkulima wa kijijini kufatwa kuambiwa leta risiti ya EFD. Na nataka nitumie bunge hili kuwatangazia wakulima, hamuwajibiki kwenda kutafuta EFD mashine kwa ajili ya kuproduce risiti za EFD. Sio shughuli ya wakulima wala vyama vya ushirika. Hii sio genesis ya sheria iliyopitishwa na bunge hili. EFD ambaye anatakiwa kuproduce, tunafahamu, tushirikiane kuformalize kwenye sekta ya kilimo
kwa kuwarasimisha wafanyabiashara wawe na leseni, wawe na TIN, waingie kwenye tax base. Tukifanya hivi, nataka niingie on record ndani ya bunge hili, vyama vyote vya ushirika vitaacha kuformalize na kuwa aggregated, na tutaua aggregation system tunayoijenga kwa jasho katika nchi hii. Niwaombe TRA huko waliko wawaache wakulima wafanye kazi ya uzalishaji. Nendeni mkachukue kodi kwa traders ambao wanafanya. Kipato cha mkulima ni kimoja tu kwa mwaka. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo.